Lakini kwanza msikilizaji, ni muktasari wa habari za ulimwengu utakaosomwa kwako na mwenzangu Sarafina Robi. Sarafina, karibu. Asante sana Skola. Tukianza moja kwa moja ni kuwa Iran imeapa kulipiza kisasi baada ya Marekani kuzuia meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Iran katika Ghuba ya Oman. Jeshi la Marekani linasema lilifyatua risasi kadhaa kwenye meli hiyo na kuzima injini yake baada ya kujaribu kupita kizuizi cha Marekani. Imeongeza kuwa meli hiyo ilipuuza maonyo ya mara kwa mara kwa muda wa saa 6. Msemaji wa jeshi la Iran ameuita utekaji nyara huo kwa uhalifu wa kutumia silaha na ukiukaji wa usitishaji mapigano. Mshambuliaji katika jimbo la Louisiana nchini Marekani ameuawa kwa kuwapiga risasi watoto 8 wakiwemo wanawe 7. Polisi wanasema mashambulizi hayo yalifanyika katika nyumba 3 katika mji wa Shreveport. Mwathiriwa mdogo zaidi alikuwa na umri wa mwaka 1. Mshambuliaji huyo alitambulika kwa jina la Shamar Elkins. Aliuawa na polisi waliokuwa wakimkimbiza baada ya kujaribu kutoroka akiwa kwenye gari la wizi. Hili ndilo tukio baya zaidi la ufyatuaji risasi wa watu wengi zaidi nchini Marekani kwa zaidi ya miaka 2. Mawaziri kadhaa wa Israel wamefungua rasmi tena Sanur, makazi ya Wayahudi katika ukingo wa Magharibi, ambapo watu walihamishwa miaka 20 iliyopita. Zaidi na Esther Luambano. Familia 16 tayari zimehamia katika eneo hilo, ambapo kama maeneo mengine katika ukingo wa Magharibi ni kinyume cha sheria chini ya sheria za kimataifa. Waziri kutoka mrengo mkali wa kulia Bezalel Smotrich aliuambia mkutano kuwa makazi katika eneo hilo yanazika wazo la uwepo wa taifa la Palestina. Alisema serikali inapaswa sasa kuamuru udhibiti kamili wa Israel katika ukanda wa Gaza. Walowezi wa awali wa Sanur waliambiwa waondoke mwaka 2005 pamoja na wale wanaoishi Gaza. Upanuzi wa makazi katika ukingo wa Magharibi umeongezeka kwa kasi chini ya serikali ya sasa ya mrengo wa kulia. Ni Esther Luambano. Kwingineko ni kwa hifadhi ya data za vinasaba yani DNA zinazopatikana kibiashara zinatumiwa katika mahakama ya Uingereza kusaidia kutambua wanajeshi wa Uingereza waliozaa watoto nchini Kenya. Takriban watoto 100 kufikia sasa wamepatikana kuwa walizaliwa na wanaume waliohudumu katika kambi ya jeshi ya Nanyuki tangu miaka 1950. Wengine wamekabiliwa na umaskini uliokithiri au kutengwa na jamii zao. Timu za kisheria sasa zinatumia vifaa vya kibiashara vya kupima vinasaba au DNA na hifadhi data za ukoo kuchunguza familia zao. Serikali ya Uingereza ilisema madai ya kumjua mzazi wako ni swala la kibinafsi, ila ilishirikiana na mamlaka ya Kenya. Hii ni BBC. Ni muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo Sarafina Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Nchini Tanzania tusikiliza kupitia Radio Kwizera kule Ngara, Radio Free Africa pamoja na Radio 1. Kenya ni Most FM na Mwenedu FM. Uganda Radio Paidha, Radio Lira na Radio Kitara. DRC Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji kujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Iran imeahidi kulipiza kisasi baada ya Marekani kukamata meli ya mizigo yenye bendera ya Iran katika Ghuba ya Oman. Jeshi la Marekani lilisema kwamba lilifyatua risasi kadhaa kwenye meli hiyo na kuzima injini yake baada ya kujaribu kupita kizuizi kilichowekwa na Marekani. Msemaji wa jeshi la Iran ametaja hatua hiyo kama uharamia wa kutumia silaha na ukiukwaji wa usitishaji mapigano. Zaidi na Sarafina Robi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema jeshi la wanamaji la Marekani limeikamata meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Iran katika Ghuba ya Oman ilipokuwa ikijaribu kupita kizuizi cha majini cha Marekani. Alisema kifaa cha kukabiliana na makombora kinachodhibitiwa na Marekani kilitoa onyo kwa meli hiyo kusimama, na ilipokosa kusimama kikatoboa shimo katika chumba chake cha injini. Rais Trump alisema wanajeshi wa majini wa Marekani sasa wanaizuilia meli hiyo na
kuongeza kuwa ilikuwa inazuiliwa kutokana na shughuli zake haramu za hapo awali. Hapo awali vikosi vya Iran vilisema vilikuwa vimeziambia meli mbili za mafuta kurudi kutoka katika mlango bahari wa Hormuz zilizokuwa zikisafiri chini ya bendera za Botswana na Angola. Siku ya Jumamosi, meli kadhaa zilisema zililengwa au kushambuliwa karibu na mlango bahari wa Hormuz. Kando na hayo, Rais Trump anasema wajumbe wa Marekani watawasili Pakistan leo hii kwa mazungumzo na Iran. Ikulu ya White House inasema wajumbe hao wataongozwa tena na makamu wa rais JD Vance na kujumuisha wapatanishi wake Steve Witkoff na Jared Kushner. Ila ripoti kutoka Iran zinasema viongozi wenye misimamo mikali wanapinga kuhudhuria maadamu Marekani kuziba njia za bandari za Iran kunaendelea. Rais Trump aliongeza kuwa iwapo mazungumzo hayo hayatakuwa yenye tija, Marekani itashambulia kila mtambo wa Iran na vilevile madaraja yake. Ibrahim Azizi, kamanda wa zamani katika jeshi la walinzi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, aliambia BBC mjini Tehran kwamba hawatokubali vitisho vya Marekani. Hatuwezi kamwe. Tunajua hii ni haki yetu. Tunaandaa mpango ambao unafaa kuidhinishwa na bunge, ambao utakuwa na sheria za wazi kuhusu safari katika mlango bahari wa Hormuz, ambao utaidhinishwa na vikosi vya Iran. Ni taarifa yake Sarafina Robi. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo amewataka wananchi wa Angola kuondokana na migawanyiko baada ya miongo kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na kujenga pamoja taifa lao. Ujumbe huo aliutoa kwenye misa iliyofanyika katika uwanja mmoja nje ya mji mkuu na kisha katika eneo la Muksima linalotumika kwa hija, ambayo hapo awali kilikuwa ni kitovu cha utumwa kwa wale watumwa walikuwa wanapitishwa kwenye bahari ya Atlantic. Papa aliita Angola ni nchi nzuri lakini iliyojeruhiwa. David Nkia na maelezo zaidi. Tayari Papa Leo amewasili katika mji mkuu wa Angola, Luanda, kwa awamu ya 3 ya ziara yake Afrika iliyoanza Algeria na Cameroon. Leo ni Papa wa 3 kutembelea nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta, ambapo karibu nusu ya wakazi wake ni Wakatoliki. Ziara ya Papa inakuja huku Angola ikipata nafuu kutokana na mafuriko ambayo yamesababisha vifo vya watu kadhaa. Watu wengi hapa wanatumai kwamba kuwepo kwake kutaleta tumaini jipya na faraja. Wito wa Papa Leo wa amani duniani pia utasikika huku taifa hilo la kusini mwa Afrika likiwa bado linatoka katika kivuli cha maisha ya kikatili ya zamani ambayo ni vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 27 vilivyofuatia uhuru kutoka kwa Ureno. Papa Leo anatarajiwa kutembelea kanisa la karne ya 16 nchini Angola, ambapo Waangola walibatizwa kabla ya kuanza safari yao ya utumwa. Papa huyo hapo awali aliongoza misa kubwa katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Kituo cha hivi punde zaidi cha Papa katika ziara yake ya Kiafrika kimejaa ishara nyingi. Makumi kwa maelfu ya watu wamemkaribisha katika eneo la Muksima kwa ajili ya misa karibu na kaburi ambapo wale waliohusishwa na utumwa walibatizwa. Pamekuwa ni mahali muhimu pa kuhiji kusini mwa Afrika na ukumbusho dhahiri wa maovu yaliyofanywa na wazungu kwa wenyeji wa taifa hilo. Ni taarifa yake David Nkia. Mashariki mwa Kongo kumejitokeza hisia mbalimbali miongoni mwa raia, waathiriwa wa vita pamoja na wanasiasa kufuatia awamu ya 9 ya majadiliano kati ya serikali ya Kongo na M23, ambapo mafanikio makubwa yamepatikana katika kuachiliwa kwa wafungwa na ufuatiliaji wa usitishaji mapigano, lakini pia vikwazo vikubwa vimesalia kuhusu uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma na pia kipengele cha mahakama. Zaidi ya hayo, kutokana na kuzorota kwa hali ya maisha katika maeneo yenye mgogoro, wajumbe hao wamesisitiza tena udharura wa kuwalinda raia na miundombinu muhimu ikiwemo afya, maji na elimu. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika taifa hili la DRC, MONUSCO, pamoja na mashirika ya kiraia yamekaribisha rasmi wimbi la mafanikio ya kidiplomasia kufuatia mazungumzo ya hali ya juu ya Uswizi. Mazungumzo hayo yaliyofanyika kuanzia Aprili 13 hadi 18 yaliwaleta pamoja wawakilishi wa serikali ya DRC na AFC
2023. Hii ni sehemu ya mchakato mpana wa Doha unaowezeshwa na muungano wenye nguvu, ikiwa ni pamoja na Qatar, Marekani, Umoja wa Afrika na Uswizi. Baadhi ya raia wameunga mkono mazungumzo hayo licha kuwa wengine wana mashaka dhidi ya utekelezaji wake. Moise Hangi ni mwanaharakati wa vuguvugu la Lucha. Ni kitu ya muhimu kama hiyo masikilizano ambayo imekuwa yatatekelezwa kwa ujumla. Tunajua ya kwamba sio mara ya kwanza M23 na serikali wanasaini hivyo vibarua. Kulikuwa ingine kibarua ambacho walisaini, ila hali kwenye uwanja hakuna kitu ambacho kilibadilika. Tunasubiri tuone hiyo kibarua kiheshimike. Hata hivyo, ushindi mkuu unaotokana na mkutano wa kilele wa wiki nzima ni kukaribia kuimarishwa kwa itifaki ya ufikiaji wa kibinadamu na ulinzi wa mahakama. MONUSCO ilisifu pande zote mbili kwa kujitolea kufikia haraka, salama na bila vikwazo vya kibinadamu, jambo ambalo baadhi ya vyama vya upinzani vimepokea kama moja ya njia muhimu ya kuimarisha usalama nchini Kongo. Laurent Kaungwa ni mwanachama wa upinzani unaounga mkono Martin Fayulu mashariki mwa DRC. Ni njia moja ambayo inaweza kuleta makubaliano na kusitisha vita kati ya M23 na government ya Kongo. Lakini Bwana Tshisekedi ni mtu ambaye tangia pale awali ni mtu ambaye hana msimamo wote, na ile inaweza ikakuwa chanjo cha usababishaji wa kutokumalizika kwa vita. Pengine anaweza kajigeuka katika mpango yake. Kwa mamilioni ya raia walionaswa katika mapigano hayo ya mashariki mwa DRC, itifaki hii inaahidi zaidi ya chakula na dawa tu. Inajumuisha ahadi mahususi za kulinda wanawake na watoto na kulinda miundombinu muhimu kama vile hospitali na shule, ili kusaidia ufuatiliaji wa muda mrefu wa kijamii na kiuchumi. Hatua hii imeshuhudiwa na wanasiasa wanaounga mkono Rais Felix Tshisekedi kuwa itasaidia pakubwa wananchi wa DRC walioathiriwa na vita. Ukiseka Pila ni mmoja wa viongozi wa chama cha UDPS mashariki mwa DRC. Na sasa sisi tunawaza kama ile inaweza kusaidia sana sana wakimbizi, inaweza kusaidia pia na kuachiliwa kwa wafungwa ngambo yote mbili, lakini kuko wafungwa wengine hawawezi wakaachiliwa, hawawezi waachilia mtu mwenye aliua watu. Ndio shida ile sasa, kwa sababu wenyewe walikufa ni watu, hawako wanyama.